za hapa. Pole na kazi. Asante. Samani, Fatuma nimkuta. Unasemaje? Fatuma yupo. Unamtafuta nini Fatuma? Usiendelee na mazungumzo naye. Una shida naye gani? Fatuma mwanangu mlimwona hafai. Kibaya zaidi, mmemfukuza na ukampa taraka 3. Ukasema hafai, sio mwanamke, hazai. Hai, leo unamfuata Fatuma wa nini? Na mazungumzo naye kidogo. Mazungumzo ya nini? Mazungumzo ya kuhusu nini? Usitoetoe macho hapa kama jini makata. Mwangalie. Ni mazungumzo madogo tu. Ondoka. Nimesema uondoke. Mama. Mama. Mbona hivyo? Huyo jini mweza kukaja. Usiulize mbona hivyo, kwani ina maana huoni? Lakini mama, mtu katoka huko kote alipotoka kaja mpaka hapa nyumbani. Tumsikilize kwanza tujue ana nini la kusema. Ana nini la kusema? Ongeeni, elewaneni, waende wakakuue, ule nyama. Endeleeni kuongea hapa. Mama. Endeleeni kuongea. Karibu. Asante. Habari za siku? Nzuri, sijui za kwako. Nimekukumbuka sana. Nikaona leo nje kukutembelea. Lakini pia nimekuja hapa kwa lengo la kuomba msamaha. Nimekaa, nimetafakari, nimegundua kwamba mimi ndio nimekukosea vitu vingi sana. Nimekuzoea na kukumbuka ninapoona vitu mle ndani na nini. Nijikuta naumia sana. Fatuma, sisi binadamu tunakosea. Nakuomba rudi nyumbani tuishi kama zamani. Nishakusamehe kitambo sana. Ila sasa kuna msemo unaosema samaki mkunja angali mbichi. Ukimkunja akiwa shakauka, hamna kitu tena hapo, lazima atavunjika na hatofaa kwa kitu chochote. Na pia vile vile maji yakishamwagika hayazoreki. Na haimaanishi kwamba mimi sikupendi au sikuhitaji. Hapana. Nakupenda na sidhani kama naweza nikakaa kwenye maisha yangu tena nikakusahau. Siwezi. Lakini sasa Sadiki, kumbuka ulishanipa talaka 3 na dini yetu hairuhusu. Mtu kishampa talaka 3 afu mrudie tu kirahisi hivyo. Sio kweli Sadiki. Kuhusu talaka 3 nilizokupa Fatuma, hizo zinaweza zikazi. Unajua tufanye tu kama makaratasi, tufanye tu kama hakijatokea kitu. Tusifanye kama talaka. Tufanye tu kama vile ilikuwa ni makaratasi tu, tafadhali. Sadiki, najua hilo ni hasira, ni jazba. Na siku zote inakuwaga hasira ni hasara. Na hii ndio hasara kwetu. Hata utasema wewe sisi tutafanya ibada watu wasijue, wasione. Kumbuka sisi ni Waislamu. Wao umesoma dini. Mwenyezi Mungu anatuona. Na bado tunakwambia ukweli sana. Kiukweli ndio nakupenda, lakini kwa sasa mimi siwezi. Kwani hapa nilipo mimi nishatolewa posa. Muda wote na saa yote naolewa. Na hapa nilipo mimi ni mjamzito. Japokuwa dini hairuhusu kukutana na mwanaume kimwili bila kuoa. Kwangu mimi imetokea hivyo, na yote ni kwa sababu yako. Nilijikuta nafanya vitu pasipokuwa na maamuzi yoyote. Sina ushauri. Nikajikuta nafanya hivyo. Fatuma, kwamba umepata mwanaume mwingine Fatuma. Hebu usiniambie hivyo tafadhali. Nakupenda bado. Na kama ni ujauzito Fatuma, basi fanya tu wewe kwangu. Au umesahau labda uliondoka nao labda umejisahau. Hebu fikiria basi, kumbuka vizuri basi. Labda ulisahau mimba yangu. Fikiria basi vizuri kwenye hilo. Sadiki, siwezi. Nakuomba tu.
ukaniharibia. Fatuma, umeamua kulipa ubaya kwa ubaya, si ndio? Fatuma, umeamua kuniumiza moyo wangu. Fatuma, nakupenda sana mpenzi wangu, tafadhali. Kama nilikosea mwanzoni, naomba nisamehe mimi. Usinipe machungu ya moyo wangu, mapenzi yanauma. Yanauma Fatuma, tafadhali. Nimejua nilipokosea kwa nini unaniadhibu hivi. Kwa nini unaniadhibu kiasi hiki Fatuma? Sadiki. Na sio kama mwanao nakwambia hivi nakosea, hapana. Ila inaniuma. Wewe mwanangu umeniambia, "Oya Gito, kuna mchongo wa M4 kule, nenda kuusimamia." Nikwambia poa kwa kuheshimu. Nenda kusimamia mchongo, mwisho wa picha naenda napewa 100,000. Wewe mwanangu kweli wewe unakuingia kilini hiyo? Mimi nimejitoa nimesimamia, nimeacha shughuli zangu ndogo ndogo zinazo kusimamia mchongo mwanangu umenipa. Mwisho wa picha yule mwindi ananikomalia, huyo dogo mpe 100 tu. Mimi wangu nachukua 100,000. Kiukweli mimi rafiki yangu imeniuma sana. Yaani nimpeni sio siri anakuambia mshikaji wangu. Na babu. Vipi yangu? Mbona tunasitoana mzee? Hivi mwanangu wewe una matatizo gani? Mimi niko sawa. Yaani muda wote niko naongea, najua naongea na mtu. Kumbe rafiki yangu naongea sio na kisiki sio vipi. Rafiki yangu muda wote mimi naongea rafiki yangu nisikie. Ni support. Ina maana mimi nachokiongea ni pumbavu ni ujinga. Mimi naona kabisa maisha yangu yanakwenda hatarini. Yaani naona kabisa kila kitu kiko sawa sasa hivi kinaharibika kabisa. Vurugu yani. Yaani hapa nilipo nishapoteza mke wangu. Nimeshapoteza furaha yangu. Nakwenda kumpoteza mdogo wangu kipenzi. Mdogo wangu ambaye ni sura mama yangu mzazi. Nikimuona namuona mama yangu. Nakwenda kumpoteza kwa ujinga wangu, nampoteza mimi. Hebu subiri kwanza. Umepoteza mke, familia yako, mdogo wako kapotea vipi? Yaani kwamba kapotea, wamemteka siku ya 3. Mdogo wangu hajulikani haipo. Mbaya zaidi, simu zake hazipatikani. Mbaya zaidi kabisa, hata marafiki zake wametegemea angenipa ushirikiano na kujua yuko wapi. Hawajui alipo. Yaani ndugu yangu, unajua kuna vitu vingine sio kwamba nacheka kwa mazuri, ila inanibidi tu nicheke. Hivi mimi nikajua rafiki yangu labda mdogo wako kapatwa jambo baya. Ili ndugu yako nikusupport niseme ndugu yangu, ili twende polisi labda au twende tukamtafute wapi. Wewe unaniambia hiyo mtoto wa kike kaka. Yaani mtoto wa kike akishafikisha miaka 18, 19, 20, huyo tayari ni msichana huyo. Huyo atakuwa kwa bwana zake. Mshatafu mwanangu. Sawa. Wewe unazungumza pumba. Unazungumza mjinga. Nonsense. Yaani wewe na jambo hili ni masuala kawaida. Yaani apate bwana gani ambaye anaweza mimi simfahamu. Ndio kwamba aende kwa bwana miaka yote alikuwa wapi? Sikia nakwambia kitu kimoja. Mimi jambo sio masuala. Ndio bwana sio muhimu kiasi hicho. Hajawahi kunificha kitu. Ingekuwa kwa jambo lolote ambalo linaendelea kati yake angeniweka wazi. Unidiki wewe. Nini? Wewe cha kufanya, ushauri ambao nakushauri mimi ndugu yako. Wewe nenda kwa hiyo dada, kamuulize yule rafiki yake. Kama hata kujibu chochote au hata kuambia chochote. Basi hapo ndugu yangu, wewe ni kwenda polisi au kwenda mochwari. Uende labda alipata ajali. Kama swala gani mochwari babu mwaga. Hebu acha kunipa wako bwana. Wewe ni vipi bwana? Yaani maswala mochwari mtu mwenyewe maswala mochwari baba. Wewe Sadiki. Vipi ndugu yangu, tulikuwa tunaendelea michongo.
Mariam, nataka niambie, maana toka umekuja hapa sikuelewi, mara hauko sawa, mara yani hauna amani, na nikikuuliza jibu unalonipa niko sawa, niko sawa. Uko sawa nini? Mbona mimi sikuelewi? Yani sikuelewi yani. Hebu niambie, kwa nini umetoroka kwenu? Umejuaje kama nimetoka? Hujamwaga kaka yako. Umetoka kwa nyumbani, umekuja hapa, hujamwaga kaka yako. Umemdanganya Mariam. Hebu niambie, hapa kuna shida gani hapa kati yako wewe na kaka yako? Hebu niambie ili nijue kwanza. Hivi unataka kuniletea matatizo mimi? Leo hii nipeleke kwenye majengo ya serikali? Hivi unajua kama yeye ni binadamu? Na mimi pia ni binadamu. Binadamu sisi ni spare. Muda wote nachi kilegea tu ile. Basi spare haina kazi. Kuna kuumwa, kuna kufa, kuna matatizo ya chungu mzima. Lakini wewe yote hayo yafikiria rafiki yangu. Kwa nini lakini? Ila kakaangu. Ila sema tatizo sema. Unajua kakaangu. Nyamaza basi uniambie, nyamaza Mariam, niambie kuna shida gani hapa kati ili nijue na kusaidia vipi.